Mtazamaji wa 96 Link na Bongo Plus TV, karibu sana kwenye sehemu yako ambayo mimi kiukweli moja ya segment ambayo unaipenda sana. By the way, huu ulikuwa ni ushauri wa DJ Smart, na bana Victor, kuna haja ya kuanzisha kitu kama hiki. Mtazamaji tunakuwa anauliza maswali alafu then Smart anajibu. Lakini so far nafurahi sana, somo limekuwa likieleweka na wewe ndio unayeuliza. Kwa hiyo mimi wakati mwingine huwa na relax kutokana kwamba siumizi kichwa niulize kitu gani. Hapa sasa ni wewe unakuwa unauliza. Smart, kwanza kwema? Alhamdulillah. Hii ni segment yako yetu. Mimi nimetoa idea lakini tumeimplement pamoja. Naam. Leo bila kuchelewesha tuanze na swali la Muhsin Mwamkunja 9702. Ameuliza hivi: swali langu DJ Smart, hivi Marekani akiamua kutumia nuclear hali ya vita itakuwaje, na je, Irani itaweza kujiteteaje na janga hilo na nini kitafuata? Irani hana uwezo wa kujitetea dhidi ya nuclear. Itasababisha madhara makubwa na maafa makubwa sana. Lakini nini kitatokea baada ya mashambulizi? Kwa sababu pia hapo unajua sometimes unaweza kauliza swali afa akaliona ni dogo, lakini ukiamua, kwa sababu kuna tactical nuke ambayo ni ndogo napiga sehemu maalum, lakini kuna strategic nuke ambayo ndo yale ma ICBM, Marekani na Minuteman 3, Mrusi na Samad na Mchina na wengine. Sasa yale sioni yakitumika kama yatatumika, kwa sababu kwanza kuna kitu kinaitwa radioactive fallout, mionzi itasambaa sio Irani tu mpaka nchi zingine kutokana na aina ukubwa hiyo nuclear atakayotumia. Cha kwanza, japokuwa inasemekana kuna teknolojia ya kisasa ambayo radiation yake iko chini ya silaha za nuclear. Cha kwanza. Cha pili, fallout yake, madhara yake sasa itapelekea nchi kama North Korea kuzidi kupata nguvu ya kuwa na nuclear, na itapelekea nchi zingine kuona umuhimu na wao wa kuwa na nuclear, kwa sababu ndio njia pekee ya kujilinda. Lakini pia itamaanisha kwamba Marekani kashindwa vita mpaka kakimbilia kwenye nuclear. Ila pia naamini Iran iko kwenye security umbrella ya kinuclear ya Mrusi. Mrusi sidhani kama ataruhusu itumike silaha ya nuclear kwa Iran. Kwa hiyo ina implications zake ambazo ni nyingi. Kwa hiyo sio rahisi tu kutumia nuclear kama watu wanavyofikiria. Ndio maana tangia ameitumia Hiroshima na Nagasaki mpaka leo hajatumia tena. Yes. Do you think kwamba kuna sheria ambazo pia zinabana Marekani pengine wakitumia labda UN na organizations za kimataifa zitawabana? Zitawabana vipi? Ni sheria ngapi ambazo Marekani amevunja mpaka leo na hajabana? Kushambulia hii ni kinyume na sheria za kimataifa. Kumteka rais wa nchi nyingine kama Maduro ni kinyume za sheria ya kimataifa. Kuweka vikwazo kwa nchi nyingine ni kinyume na sheria za kimataifa, kwa sababu UN Security Council pekee yake ndio ina mamlaka ya kuweka vikwazo kwa nchi nyingine. Kwa hiyo kuna sheria nyingi sana ambazo wamezivunja, lakini mkubwa ni mkubwa tu. Okay. Naam. Sawa. Swali jingine ni kwamba wewe anaitwa Lawrence Mroso ameuliza hivi: DJ Smart, kwa nini kiongozi wa Irani alikataa watengeneze makombora ya masafa marefu? Kwa sababu ya itikadi yao. Alikataza wasitengeneze makombora ya masafa marefu, lakini makombora ya maangamizi, silaha za maangamizi. Kwa hiyo ni kutokana na itikadi yao. Kwa hiyo walitengeneza yale tu ambayo wanaona yanatosha dhidi ya taifa ambalo ni hatarishi kwa wao. Okay. Naam. Sasa ni ndugu yangu Lawrence, jibu lako umelipata kiukamilifu. Mwingine anaitwa Mohamed Saleh ameuliza hivi: swali langu, natamani DJ atuambie South ya Yemen na North Yemen kuna nini huko, au mgogoro wao ni nini? Kwa ufupi, South Yemen na North Yemen zilikuwa ni nchi mbili tofauti. Kulikuwa kuna Junub ambayo makao makuu yake yalikuwa ni Aden, ambayo inakuja mpaka Hadramaut na kwingineko. Alafu kulikuwa kuna Shimali ambayo ndo Sanaa na kuendelea. Na chini ya kiongozi Ali Abdallah Saleh na kiongozi mmoja alikuwa anaitwa Albidh wa South, waliungana na kutengeneza, yani ukitaka kuielewa vizuri
North na South Yemen, elewa Zanzibar na Tanganyika walivyoungana is exactly the same thing. Yes, kwamba mataifa mawili, viongozi wawili walikusanyika wakatengeneza taifa moja, so ndo hicho. Na ni nchi mbili ambazo zina culture mbili tofauti. Watu wa South ni sehemu ambayo kuna joto kali sana, kwa hiyo hata wao ngozi yao ni sio nyeupe. Watu wa North ambao ni shimali kuna ubaridi sana, ngozi yao ni weupe zaidi, na culture zao na nini ni watu wawili tofauti. Kwa hiyo kwa ufupi kuhusiana na hilo, na wamekuwa pia wanajaribu kujitenga, lakini wao wenyewe watengane, kwamba irudi kama ilivyokuwa zamani, lakini bado hilo halijafanikiwa. Kwa hiyo kwa ufupi kuhusiana na North na South ya Yemen, shimali au junubi, ndo hicho. Na nimeona pia leo kamanda wa majeshi ya Yemen alisema kwamba wataingia pia kwenye kuiunga mkono Iran katika kila ambacho inachokifanya, kwa sababu wanapigania imani kwa maana ya kulinda Uislamu. Kwa hiyo sijajua ni Yemen ipi hapa, lakini ndio mambo kama hayo. Naam, Sare ambaye ni msemaji. Kwa hiyo naamini wao, sijaiona hiyo, ulini brief. Kwa hiyo wanataka wafunge Bab el-Mandab. Kwa hiyo ni katika kuongeza pressure. Yes. Naam. Okay, swali jingine, huyo anaitwa Augustine Reonadi ameweza kwamba muulize DJ Sma kama India imewauza Irani kwenye ile meli, mbona sasa India wanaruhusiwa kupita Hormuz? Ni swali ambalo pia bado najiuliza, lakini nadhani Iran pia inaangalia kwamba kuna maslahi mengine mapana ambayo wayahifadhi hayo, badala ya hili tukio moja ambalo limetokea, lakini ni tukio ambalo sidhani kama watalisahau na siku zote watakuwa nalizingatia. Yes. Kuna namna ambayo imewashtua kwa namna moja. Yes, kwa sababu hawakupeleka hata watu wa kuokoa. Sri Lanka ndio ilipeleka meli zao zikaenda kuokoa waliouawa, alafu hawakutoa hata condemnation. Naam. They have to be careful. Okay, sawa. Swali jingine anaitwa Amani Studio 467, ndugu yangu mpaka nishamkariri. Ameuliza hivi, muulize Sma, Irani kushambulia nchi zaidi ya 8 hapo Mashariki ya Kati, lakini ni kwa nini hawarudishi majibu mpaka sasa? Kurudisha majibu sio shida, lakini kuna baadhi ya ukweli mchungu ambao wanaujua. Cha kwanza, wanajua kwamba Irani haijawashambulia wao kama wao, imeshambulia bezi na asset za Marekani na Israeli katika nchi zao. Kwa hiyo haijawashambulia wao wala haijatangaza vita dhidi ya wao. Cha kwanza. Cha pili, wanajua wakimshambulia Irani anaweza kuwasababishia madhara makubwa zaidi kuliko ambao wanakumbana nayo kwa sasa hivi. Yani ni Iran amethibitika beyond reasonable doubt kwamba ana uwezo wa kushambulia sehemu yoyote katika Middle East. Kwa hiyo anaweza akashambulia visima vyao vyote ndani ya siku moja, akaviharibu vyote. Naam. Kwa hiyo wanajua hiyo, kwa hiyo wanalielewa. Ndio maana hawashambulii. Okay. Sawa, huyo anaitwa Prince PM 12 ameuliza hivi, swali kwa DJ Sma, kiongozi wa Irani amezishauri nchi za Ghuba ziache kushirikiana na Marekani sasa kwa kuwa kambi zote za US zimeshambuliwa na IRGC, jeshi la Irani hili. Unaona Marekani ikijenga upya na kuimarisha kambi zake zilizopo Middle East baada ya vita hii kuisha? Mwanzo wa swali imesemaje? Swali kwa DJ Sma, kiongozi wa Irani amezishauri. Aha, sawa. Kwa sababu yeye anaamini kwamba migogoro yote ni kwa sababu ya hizi nchi kuruhusu hizo kambi zao kuwepo pale, na pia yeye ameshambuliwa kutokea kwenye hizo kambi. Kwa hiyo ni haki yake kutokana na Article 51 ya UN kujitetea na kujibu mashambulizi. Kuhusu kujenga, nishai kuongea katika mpango wa the Greater Israel, Zionist wanataka Marekani, Iran na nchi za Ghuba zote kwa wakati mmoja zivurugane, zidhoofishane zote kwa wakati mmoja.
ili by the time hivyo vita vinaisha, Marekani atalazimika kuondoka Middle East, nchi za Guba Gulf ambazo ziko pale zitakuwa zimedhoofika, Iran atakuwa amedhoofika, yeye atakuwa bado yuko vizuri, alafu ata expand kwa sababu atakuwa hana mpinzani wa the Greater Israel, ambayo kwa sasa hivi bado haijatekelezeka, ila ni mmoja, Tulsi Gabbard, ambaye ndo kama waziri wa intelijensia wa Marekani. Anasema, kumbuka huyu ni Marekani na ndo mkuu wa kitengo cha intelijensia wa Marekani. Anasema malengo yetu kwenye hivi vita na Israeli ni nchi mbili zenye malengo mawili tofauti. Kwa hiyo lazima ujue Israeli inapigana vile vita kwa malengo tofauti, na Marekani inapigana hivyo vita kwa malengo tofauti. Na hii ngoja nikusomee hapa ili tunukuu vizuri. Naenda Facts and logic. Hapa Al Jazeera anasema US-Israel war aim in Iran not the same. Intel chief Tulsi Gabbard, kwamba malengo yao wana malengo mawili tofauti. Umeona? Na ndio maana Israeli kuna vitu anavifanya kinyume kabisa ya havi make sense, kama kushambulia vile visima vya mafuta vile. Umeona? Kushambulia, yeye anashambulia nchi zingine akitaka aisingizie Iran. Umeona? Na kuna swala pia sijui ni katika maswali yatakayokuja au yalitakiwa kule, kwamba Iran washasema kwamba Marekani wanaandaa false flag, shambulio la kutengeneza ndani ya Marekani, alafu waisingizie Iran ili wapate approval ya raia pamoja na Congress kupeleka majeshi boots on the ground Iran. Kwa hiyo wanaandaa false flag ya kwenda kufanya. Kwa hiyo Israeli amekuwa ni bingwa false flag. Tumeona Uingereza walisema kabisa drone iliyopiga kambi yao Cyprus haikuwa kutoka Iran, au ni Uingereza walisema. Saudia waliwakamata, Bahrain waliwakamata agents wa Mossad. Kwa hiyo wanakuwa wanafanya hivyo kwa sababu ya kuleta conflict kwa maslahi yao wenyewe. Yes. Lakini Marekani ndio maana anahangaika sana kupata support ya hii vitu. Viongozi wote ambao angalau wana uelewa fulani au wana akili fulani, hakuna mtu ambaye anaunga mkono hivi vitu. Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na wengine wengi kama wamesusa hiyo. Anasema hivi vita vya kijinga, yani havitakiwa kuwepo, yani unnecessary. Umeona? Na ndio maana mtu wa muhimu sana katika uongozi wa Marekani ambaye ndo mkuu wa counter terrorism amejiuzulu. Umeona? Kwa hiyo ni mtu wa muhimu sana katika pambana na masuala ya ugaidi. Umeona? Ile nilikuwa nakwambia Hegseth. The war in Iran is protected by God. Kwamba vita hivi vya Irani vinalindwa na Mungu. Pope Leo akamwambia do not involve the name of God in choices of death. God cannot be enlisted in darkness. Usimuingize jina la Mwenyezi Mungu kwenye mauaji ya kuchagua. Mungu hayatakiwi kuingizwa kwenye giza. Umeona? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo watu wanatakiwa wavizingatie. Na nimeona sana Smai huyu Papa Leo amekuwa against na hii nani. Yes. Nakwambiaje? Mtu yoyote ambaye ana uungwana au uelewa hawezi kuunga vita hivi Ndio tumeona watu wote ambao wanajielewa ndio maana nashangaa kina Saudia nani wakiongea kwamba wanailaumu Iran peke yake, na wakati Iran hakuanzisha hivi vita. Umeona? Huyu bwana anaitwa Joe Kent ambaye amesema I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation. Anasema siwezi na akili zangu timamu nika support hivi vita vinavyoendelea dhidi ya Marekani. Iran poses no imminent threat to our nation. Iran haiko katika hali ya kusababisha tishio lolote dhidi ya taifa letu Marekani. Sawa? Anasema it is clear that we started this war due to pressure from Israel and its powerful American lobby. Iko wazi kwamba tulianzisha hivi vita kutokana na pressure
ya Israeli na watu wao walioko ndani ya serikali ya Marekani. Huyu ni mtu mzito sana katika serikali ya Marekani ambaye anajulikana kama Joe Kent, US National Counterterrorism Center Director, ambaye kajiuzulu. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye ana akili yake muungwana hawezi akaunga mkono hivi vita. Na inasikitisha kwamba watu wamejazwa hizi propaganda na wanaamini kwamba vita ni sahihi na vitu kama hivyo. Sio sahihi. Okay. Irani alikuwa ameshakubali masharti yote ya Trump kwamba ataacha kuenrich uranium. Stockpile yake alionayo ataigawa, ilikuwa labda iende kwa Mrusi. Ataruhusu washiriki wa IAEA waje ile International Atomic Agency kukagua na ili kuepusha hivi vita. Wanaoyasema haya ni viongozi wa Marekani kwamba Irani ilifanya kila iwezalo kuepusha hivi vita. Na wakati ndio yeye anasema nani wa Oman ambaye ndio alikuwa mediator. Makubaliano yalikuwa yameshafikiwa, yako mezani. Israeli kaanzisha vita. Kwa hiyo Israeli haikutaka makubaliano. Umeelewa Alafu wamemuua mtu ambaye ndio alikuwa anasimamia haya makubaliano ambayo ni Raljani. Kwa hiyo natamani watu waelewe uhalisia wa hivi vita. Okay, sawa. Swali la mwisho limetoka kwa Hassani Singano 1150. Ameuliza hivi, hai, swali nasikia Hezbollah wanamalizia masalia Israel. Hivi ni kweli? Nilisema moja ya objectives za Israeli katika hii wakati wanaidhoofisha Iran ni kumega eneo katika eneo la Lebanon, na wao ndo wameprovoke hivi vita na Lebanon na Hezbollah, na so far wameshasababisha maafa, vifo vya watu wengi sana ndani ya Lebanon. Kwa hiyo Lebanon sio kwamba ameingia rasmi kwenye hivi vita kwa sababu ya kumsupport Iran, ni kwa sababu yeye amekuwa provoked kuingia kwenye hivi vita. Kwa hiyo ni kitu ambacho watu wanatakiwa waelewe kinachoendelea. Na yes, sasa tumezungumza mambo mengi sana, pengine hasa la mwisho kwanza kuna swali tulilizungumza kidogo, sema tutakuja tulimalizie huko mwishoni. Naam. Ilikuwa tozo jana nilikuwa nimesema watu wamesahau baadhi kwamba DJ Sma ni DJ. Oh yes, na DJ Sma na sound system amazing sana. Wow. Very high quality. Ndio maana client wangu mara nyingi ni corporate. Na deal na mabenki, na deal na makampuni ya simu, na clients ambao ni ambao wao kwa wao wanataka quality over quantity. So jana nilikuwa DJ pamoja na sound system niliprovide kwenye iftari ya waziri Angela Kairuki, opposite ya Magufuli bus stand. Iliandaliwa kati ya Angela, waziri pamoja na Vodacom. Yes. Kwa hiyo nikafunga sound pale na ikaenda vizuri na the rest. Kwa utaona aina clients ambao nakuwa na deal nao. Sure. Sasa kilichonifurahisha zaidi ni aina ya iftari. Nadhani kwa ambazo nimeshuhudia mimi na nimeona mimi, makampuni mengi yakifanya iftari, watu wengi wakifanya iftari, wanaalika watu ambao hawana uwezo. Watu ambao hawahitaji hiyo iftari. Umeona? Na sisemi ni kitu kibaya. Lakini kuna watu ambao wanahitaji zaidi. Sasa Mheshimiwa Waziri kwa kushirikiana na Vodacom, kwanza ilikuwa ni sehemu ya wazi, sio ukumbini, ni wazi kabisa. Cha kwanza, cha pili, alialika vikundi vyote, kuanzia madereva bodaboda, walemavu, sijui watu wa chama cha CCM na vyama rafiki. Unajua mnaweza mkawa pinzani lakini rafiki. Kwa hiyo vyama rafiki wakawepo pale, maalbino walikuwepo, mashehe walikuwepo, maustadhi walikuwepo. Yani alialika, unajua jana nakadiria kulikuwa kuna takriban kama watu 2500. Yes. Waliokuwepo pale. Na watu wa aina zote na matabaka yote walialikwa wakaja kwa sababu huwezi ukaalika Kibamba nzima, kwa sababu Mheshimiwa Angela ni mbunge wa eneo la Kibamba. Kwa hiyo kwa mara
ya kwanza mimi binafsi, siongelei wengine. Nimeenda kwenye iftari ambayo nikasema at least iftari hii imelenga watu ambao wanahitaji kweli kweli. Na pia inaonyesha kwamba kuna baadhi ya viongozi wakishateuliwa, wakishapigiwa kura, hawasahau watu ambao walishirikiana nao na kuwaomba kura na vitu kama hivyo. Na kwa shangwe lilokuwepo pale, nimeona kwamba mimi sipajui Kibamba. Ndo mara ya kwanza, yani ile mimi nikitokaga Ubungo, nikipita ile njia, ni kwamba naenda safari. Sijai kuingia huko wala huko. Yani kwa hiyo ndo mara ya kwanza nimeweka kituo eneo lile. Na alikuwa anapigiwa shangwe, watu walikuwa wanampenda na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni moja ya iftari ambayo nimeipenda. Yani kwamba imefikia. Alafu sasa kwanza chakula kilikuwa kizuri sana, cha kwanza. Cha pili, buffet zilikuwa 7. Ilirahisisha watu wepesi wa kupata chakula. Unajua buffet ikiwa moja alafu wote mkaenda sehemu moja inakuwa mtihani. Buffet ilikuwa 7, watu wakapata chakula, watu wamekula, wameshiba. Unakumbuka nyimbo ya Professor J za Lamentali? Kwamba watu walikula mpaka wakaja na mifuko, mpaka wakabeba mpaka kwenye mifuko. Jana mwanangu, watu wamekula mpaka wakabeba na wakatangaziwa, watu wameshiba. Jamani, ambaye anahitaji tena nenda kale, chakula kipo. Yani hawakubana kwenye chakula. Chakula, vinywaji, watu wamekula vizuri sana. Kwa hiyo nilifarijika kuona aina ile ya iftari. Itoshe kusema Mwenyezi Mungu ambariki mbunge Angela. Naam, mbunge na pia ni waziri, kumbuka. Waziri wa mawasiliano, umeona na alivyomaliza. Unajua kuna vitu ambavyo huwezi ukalaumu. Hivi watu wanatakiwa elewa. Wasaidizi wake na walinzi wake ilifikia kipindi wanamwambia, jamani, huyo wa mwisho alisimama muda mrefu. Wale wamesema sio kwa kuwabania watu, kwa sababu ya usalama wake, lakini pia kwa sababu ya afya yake ya kusimama muda mrefu. Alivyotoka pale, kapiga picha, na sidhani kama kuna mtu aliomba kupiga picha akakataa. Yani unakuta wale washirika wake kwa nia njema, jamani, huyu wa mwisho Mheshimiwa Waziri mruhusuni akapumzike. Nani njoo? Kapiga picha zaidi ya nusu saa, amesimama anapiga picha na watu. Kwa hiyo inaonyesha bond kati yake yeye na raia wake. Ni kitu kizuri ambacho experience. Lakini pia swali la pili, nishai kuongelea issue ya drone. Na hili pia natoa sana wito. Na matokeo yake ndo tumeona. Juzi nikwambia nimeenda TANESCO. Wamezindua drone za kisasa ambazo zitaboresha sana ufanisi wa TANESCO. Zina thermal, lakini zinaweza kaangalia mionzi inayovuja katika cable zile. Umeona? Zilikuwa kadhaa tumeziona pale, na tukaongelea vitu kadhaa. Mfano sasa hivi wana smart meter ambayo sasa hivi wewe ukiingiza luku inabidi uchukue namba uende kaingize. Wana smart meter ambazo wewe ukinunua inaingia moja kwa moja. Yes. Yani inaenda, ambayo nzuri sana zimekuja sana. Na watu washaanza kufungiwa. Unaweka umeme, yani kama tunakasalia hivi. Kwisha. Yani unajiunga bando ni juu kwa juu. Yes. Kama wifi tunavyolipia hivi. Yes, ni smart meter. Alafu pia zinaonyesha pia matumizi yake, ziko accurate zaidi, umeona? Na watu washaanza kufungiwa. Ni rollout ambayo inaendelea. Unajua shida ya serikali yetu ni kitu kimoja. Nadhani upande wa PR kuelezea mambo ambayo yanayafanya, kuna mengi ambayo yanafanyika, lakini raia hawajui. Umeona? Na mimi TANESCO naielewa kwa sababu nimesomea umeme, nimekaa darasani mwaka mzima. Tanga, nikatoka huko kwa sababu ya kusoma electrical installation na vitu vyangu viwili, alafu nikatoka nikaja electronics hapa VETA Chang'ombe. Kwa hiyo najua the procedure na vitu ambavyo vinafanyika. Kwa hiyo wanafanya kazi nzuri sana, lakini jinsi ya kufikisha hizi kwa raia. Alafu nilipata nafasi ya kuongea na mkurugenzi, very smart guy, open, na yeye ndo ameintroduce ili swala la drones. Nimeongea na mtu, TANESCO wana develop AI yao wenyewe, artificial intelligence, ambayo itarahisisha sana monitoring ya huduma za TANESCO. Kwa hiyo nimefarijika sana kwamba kuna vitu ambavyo vinafanyika behind the scene, kazi nzuri sana ambazo zinafanyika, na kuna watu nawajua
negative people wataanza kuongelea, sijalipwa hata shilingi moja na TANESCO, sijalipwa chochote kwa sababu ile, ila sehemu ambayo watu wanastahiki maua tuwape maua yao, umeelewa? Kwa hiyo kuna kazi nzuri ambayo inafanyika. Sasa kwa nini nimeongelea hii? Kwa sababu unaona hizo drones zinahitaji mapilot. Ndio maana nikatoa wito kwa mawaziri wetu ili swala la drones waliangalie. Unakumbuka last time niliongea na nikakwambia serikali yetu sikivu, drone operators ambao ni consumer, tulijikusanya, akaja mmoja wa wasimamizi wa TIA anaitwa Bwana Ibrahim, akakaa na sisi. Nikamwambia serikali inasikiliza. Tulikaa naye, tulikutana naye Sinza. Akatoa maelezo yake na sisi tukatoa maelezo yetu. Tukamwambia changamoto zetu, akazichukua kazi note, akasema anaenda kuzifanyia kazi na tunasubiri tuone matokeo ya yale aliyoenda kufanyia kazi. Lakini pia na sisi akatuambia njia za kufanya ili kupata. Kwa hiyo serikali ni sikivu. Mimi nawaambia watu tuache kulalamika. Nikikwambia juhudi ambazo nimezifanya mimi binafsi DJ Sma, kwanzia ile issue ya polisi jinsi nilivyopambana mpaka nikaipata, kuna issue ya TRA nilikwambia changamoto mpaka nikaongea nao tukafanya dialogue, nikarudi nikapata huduma nzuri. BASATA same thing, tumeenda tumekaa nao wametusaidia. Kuna issue hii ya drones, wanasikiliza yani ni hivi, yes, ma DJ ni hivi. Nawaambia vijana wenzangu, mkiona kuna changamoto jikusanyeni, alafu nendeni mkaongea na serikali, muone kama msikii. Lakini ukikaa pembeni unaongea na kuchonga, haijengi. Yes bana, bla 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 bla. Ongea. Juzi nilimuuliza mkurugenzi wa TANESCO, mnafanya kazi nzuri sana, ni kitu gani ambacho sisi raia tunaweza tukasaidia ili kazi yenu iwe na ufanisi na vitu kama hivyo? Alitoa jibu moja ambalo nilipenda. Akasema investment ambayo inafanyika kwenye TANESCO na serikali ni kubwa sana. Na kuna miradi mingi, kuna REA ambayo inafanya kazi, ila kuna TANESCO yenyewe vitengo vyao, kuna kama nilivyokuambia kuna kitengo ambacho cha AI na IT, kuna hizo drones ambazo zimeletwa, lakini kuna wahuni ambao wana sabotage, wanahujumu miundombinu. Anasema sisi tuwasaidie kwa kutoa taarifa. Umeona? Yani kwa hiyo kama raia ukikuta wale vishoka, mtu kapanda kaenda anaiba waya, umeona? Anaiba nguzo, sehemu anaenda changanya mita isisome, tutoe taarifa. Kwa sababu kasema kitu kimoja. Unajua unaweza kadhani ile hainiathiri. Anasema anapotokea mtu kaenda, mfano kama kuna kipindi watu wanaiba mafuta transformer. Ushakusikia hizo taarifa? Ile transformer ikiungua, ikibutuka, inatuathiri sisi sote. Sawa, cha kwanza. Cha pili, kama walikuwa na transformer 10 ambazo walitakiwa enda wakazifunge sehemu mpya, inapoharibika hii transformer, resource au rasilimali ambazo zilitakiwa zitumike sehemu nyingine, yes, inabidi zitumike huku ili kurecover. Kwa hiyo na sisi tutoe ushirikiano wetu kuwa wa raia wema, na nadhani kwenye hilo na niwashauri kitu kimoja kwamba of course siku hizi wana WhatsApp jinsi ya kuchat, lakini sio kila mtu ana nani. Natamani ingekuwa kwenye kila nguzo, lakini nadhani gharama inaweza ikawa kubwa. Ila kama wataweza kwenye kila nguzo, au kama sio kila nguzo, kila mtaa ijulikane nguzo ya kwanza na ya mwisho iwekwe namba za TANESCO. Wachukue vile vibati, waandike emergency number, igongewe kwenye stimu. Kwa hiyo mtu yoyote anapoona emergency wakati wowote, either anajua tu kuna namba ya TANESCO, anatoa, anapiga simu hapo hapo chap. Kwa hiyo wakiweza kufanya kwenye nguzo zote itakuwa ni vizuri, japokuwa ninajua ni gharama, sijui kama wanaweza kuimudu. At least ikishindikana kwenye kila nguzo ya kwanza na ya mwisho kila mtaa. Kwa hiyo raia waambiwe kwamba ukitaka namba ya emergency ya TANESCO, nenda either mwanzo wa mtaa au mwisho wa mtaa. Nguzo ya kwanza utakuta kuna namba pale, ili sisi tutoe taarifa. Taifa lolote ili liendelee, inabidi kuwe kuna mashirikiano kati ya raia na serikali yake. Serikali iwasikilize raia, raia wasikilize serikali, serikali iwatengenezee mazingira mazuri raia. Raia wanapoona kwenye serikali kuna makosa wawarekebishe, na serikali wapokee marekebisho wanapoona kwamba kuna sehemu inatakiwa kurekebishika. Kwa pamoja tunashikana mkono
tunaenda. Naam. Smart, tumezungumza mambo mengi sana, almost nadhani leo imekuwa ni interview ya masaa almost 2 na sehemu. Lakini tukushukuru sana Smart kwa wakati wako. Pengine kuna lote la kuaga watazamaji wetu? Nadhani Ramadhani inaisha. Lakini ndugu zetu wa Kwaresma bado wanaendelea nayo. Wao niwaendelee pia, niwatakie mfungo mwema, wamalize salama. Kwa Waislamu alhamdulillah ambao tumejaliwa kumaliza mwezi, kwanza tutoe zakatul fitri, bila hiyo saumu haipokelewi, inabaki inaelea. Cha pili, tufanye sana istighfar, Mwenyezi Mungu atusamee mapungufu yetu kwenye huu mwezi mtukufu ili apokee saumu zetu. Ila pia tusisahau uungwana. Uungwana tumeona kama ni option. Kwa tujitahidi sana tuwe ni binadamu ambao ni waungwana, tupendane wenyewe kwa wenyewe, tusaidiane wenyewe kwa wenyewe, majirani kwa majirani. Umeona, tuwe ni waja wema. Tukumbuke kwamba tumekuja duniani muda fulani, tutaondoka baada ya muda fulani. Tutakachokiandaa huko cha mbele ndo hichi hapa, tuko kwenye shamba. Kwa hiyo mauti utamkuta kila mtu. Tuishi kwa wema, kwa ungwana, na tujiepushe na kumdhuru mtu kadri inavyowezekana. Kama huwezi kumsaidia mtu, usimdhuru. Yani tujitahidi, iwe kumdhuru kwa vitendo, iwe kumdhuru kwa maneno, iwe kumdhuru kwa kushawishi maneno ambayo yanaenda kumsababishia madhara mtu mwingine. Yes, umeona? Pia tuwe ni watu wenye akili. Mtu yoyote ambaye anatushawishi kwa sababu ya kusababishia madhara wenyewe kwa wenyewe, mpasuko wenyewe kwa wenyewe, hakuna ndoa ambayo haina shida. Hakuna ndugu ambao hawagombani. Hakuna sehemu yote ambayo haina shida. Ila wenye busara na wenye hekima huwa wanatafuta njia ya kusolve bila kusababishiana madhara. Kwa hiyo natamani tuwe ni jamii ya watu aina hiyo, especially wana Fuse wage tunafanyana mentorship sana. Natamani tuwe kwenye hili, na nashukuru sana kwa wale wote ambao wana show support yao kwa Fuse. Maendeleo yanaendelea. Nadhani mara mwisho tuliona sehemu ambazo tumefikia. Yes, level ni nzuri, lakini hatujakamilisha. Tutakapokamilisha watashangaa tu interview imehamia studio. Yes, kwa hiyo alhamdulillah. Tutamalizia kwa kusema mimi sio mjuzi wa kila kitu. Huenda nimekosea sehemu, huenda tumeteleza sehemu, basi niko tayari kurekebishwa. Lengo ni jema, lakini inaweza nikawa nimekosea, na niseme alhamdulillah. Kabla sijamaliza Asman, naomba watajie watu namba. Unajua wakati mwingine huwa tunasahau hata kuweka mwisho, lakini ukitaja mtu anaweza kaika nani kidogo. 0764 124 124. Hii 0764 124 124. Hii namba inapokea message za WhatsApp tu. Haipokei simu. Kuna watu wanaipigia sana simu. Haipokei SMS kwa sababu haiwekewi bando ya kujibu SMS. Yenyewe inapokea WhatsApp message tu. Peke yake. Lakini ndo namba ya kupokea support. Kwa mtu yoyote ambaye anataka kushow love, kuisupport Fuse, ukituma inakuja jina Samir. Na mtu yote ambaye anataka kusponsor, karibu sana. Okay, sawa. Kwa mtu wa nje? Namba inapokea nani, hata watu wa nje wengi wanatuma na inafika. Kwa hiyo anaanza na +255 okay, +255 764 124 124. Okay, nikopo na DJ Smart. Mimi naitwa Victor Madaha. Asante sana kwa wale ambao umeangalia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Nikushukuru sana, na pengine kama una maoni yako natamani tubadilishe, tuongeze, na pia katika sehemu ya comment pia utakuwa umefanya vizuri sana. Usisahau pia kuandika maswali yako. Our next interview ambayo tutakuja kufanya na DJ Smart, pia maswali yako ndio itakuwa ya msingi sana. Lakini kama umeuliza swali, umeandika swali lako na tujaweza kuliona ama kulijibu hapa, next time inawezekana kando bahati yako. Kwa usichoke, endelea kuandika. Nadhani kila kitu kitaenda vizuri. Waende wakaangalia interview, ina mambo mengi sana ambayo Azim Day. Yes, wakiingia kwenye YouTube channel ya DJ Smart 255 wataikuta kuna mambo mengi sana ambayo kwenye hii interview. Ni vizuri kujifunza kwa watu ambao wametuzidi. Nadhani pia naendelea, wasio kadhani ndo peke yake. Nitakuwa natafuta wazee ambao wametuzidi, wameishi mengi, nipate kukaa nao watupe ile experience. Unajua zamani tulikuwa tunalelewa, tulikuwa tunakaa na mababu au wazee wetu au wajomba, wanatuambia historia, wanatufundisha. Sasa hivi hamna tena hiyo. Kwa hiyo
tukipata nafasi za watu kama hawa tunatakiwa tuzitumie kabisa. Asante sana kwa kwamba umetazama kuanzia mwanzo wa interview mpaka sasa hivi. Kama kuna mtu tumekosea sehemu, naomba mtuwie radhi. Nyuma ya kamera ni Riziki bwana. Asante.